Davids alikuwa sahihi kwa kile alichokifanya, wachezaji wa Simba walikuwa sahihi kwa kile walichokifanya. Je, walistahili kupoteza kwa goli mbili ama kuna sehemu ilipelea kwa upande wa Simba iliyowafanya wakaweza kupoteza kwa ile margin ya goli nyingi ambazo inawezekana ikawa ngumu kuja kuzirudisha na kutafuta goli la ushindi wakiwa kwenye uwanja wao wa nyumbani? Tukianzia kwenye mchezo wa jana kabla kujizungumza mchezo unaofuata. Kwangu naiona Simba hawakucheza kimkakati kama ambavyo huwa wanacheza katika michezo ya kimataifa. Sababu kwanza ukiangalia walikuwa wako vizuri katikati kufanya timu iweze kukaa na mpira, kumiliki mpira vizuri. Lakini walikuwa wanakosa mipango thabiti wanapoingia kwenye ile zoni ya hatari ya timu ya Al Masry. Na ndio maana ulikuwa unaona mara nyingi Mpanzu anafanya dribbling vizuri kwenye upande wa kushoto. Anafika mpaka karibu sehemu ya kupiga cross. Katikati yuko mtu mmoja, Ateba peke yake. Kikawaida ni ngumu sana inapokuwa zinachezwa mipira namna hiyo katika eneo ambalo kuna mabeki zaidi ya wawili, mchezaji wako yupo mmoja, alafu inapigwa cross. Kuiwin itategemea tu bahati imlenge vizuri katika eneo ambalo yupo. Kwa hiyo walikuwa wanakosa numerical advantage mara nyingi kwenye lango la timu ya Al Masry. Lakini haikuwa inatokea kwa bahati mbaya, ni kwa sababu namna ambavyo walikuwa wanacheza ni kama vile walikuwa wanamvizia atoke ili waende. Walikuwa huwaoni wakienda ile yani ile wakifungua pembeni kisha wachezaji wengi wakiingia katikati kutafuta goli kwa kimkakati vizuri. Lakini pia mara nyingine kocha pia alikuwa anachelewa kufanya maamuzi ya haraka, kufanya mabadiliko kulingana na wakati. Kwa sababu mtu kama Ateba ni mchezaji ambaye ndio mchezaji wa matukio, mchezaji ambaye anaweza kuwa hold defenders wasitembee, lakini ni mchezaji ambaye kwa mchezo kama wa jana, na ndio maana jana tunafanya kipindi hapa nilisema ya kwamba kwangu kama ataanza Ateba it's okay, lakini itabidi ifike wakati aanze pia Mukwala, kwa sababu wanacheza mchezo ambao hawahitaji kupata nafasi nyingi. Reti ya Mukwala na Ateba kufunga. Mukwala sio mzuri kwenye kukaba sana, sio mzuri kwenye kucheza kitimu, kwenye kusaidia timu kukaba na kuzuia, lakini ni mzuri kwenye kufanya maamuzi ya haraka na shabaha yake kwenye lango. Kwa hiyo hata kitendo cha Ateba kuwa kama game haijakaa vizuri, then akacheza muda wote ule na Mukwala kuingia dakika za mwisho, mwalimu manake alishindwa kufanya mabadiliko kwa wakati kulingana na wenzake wanabadilika vipi uwanjani. Na ndio ukiangalia hata Al Masry wao walivyoona tu upepo wao umekuwa wa hovyo, wameelemewa zaidi, angalia namna ambavyo walikuwa wanafanya mabadiliko, na mabadiliko waliyofanya yamewalipa. Hata John yule aliyofunga goli la pili ni sehemu ya mazao ya mabadiliko ambayo waliyafanya. Angalia, wanakuacha wewe upo ugenini, unetawala kila kitu, kuanzia idadi ya pasi unapiga 500 plus, wao wanapiga 300 na kidogo. Kuanzia shoot on target unapiga mashuti 7, wao wanapiga mashuti 2 na yote ni kamba. Shoot za jumla unapiga 18, wao wanapiga tu machache. Lakini angalia namna ambavyo wao walikuwa wameamua kucheza kimkakati. Na mchezo wa kimataifa sio kutawala mchezo. Michezo ya kimataifa ni kucheza kwa matokeo. Hasa hii michezo kama hii ambayo ya mtoano ni kucheza kwa matokeo, yani cheza kwa tukio ili upate matokeo. Sasa Simba waliuchukua mchezo, lakini walikuwa wanashindwa kutengeneza matukio ambayo yalikuwa yanakulazimisha kusema kwamba hili ni goli exactly. Kwa sababu ukiangalia hata aina ya mashambulizi ambayo waliyafanya, hata shoot on targets ambazo walizipiga nyingi sio zile za kusema yani hapa huyu mchezaji asirudi nyumbani kwa namna alivyokosa goli pale. Zilikuwa ni za kawaida ambazo mchezaji anajiongeza, labda ile ambayo ilipigwa faulo ambao of course ni foul pia sio kusema kwamba 100%. Aliyopiga Ahwa ambao kipa alikuwa kama anataka kumchanganya, na kuna shoot pia lilipiga Mpanzu ikadunda, kipa ikamgonga kifuani. Zile ndio mbili ambazo tunasema kama ilikuwa chupu, lakini pia huwezi kumlaumu mchezaji kwa sababu hakuwa kwenye position ya kusema kwamba ilikuwa ni must afunge. Yaani yeye juhudi zake ndio zitaka kutengeneza hatari ya yeye kufunga. Kwa hiyo walishindwa kutengeneza matukio hatarishi kimkakati kwenye lango la Al Masry, na ni kitu ambacho sio kitu kizuri. Walicheza, kuna kipindi walicheza na Al Ahly hapa, Al Ahly tengeneza nafasi moja ndio hiyo likawa goli. Na ndivyo ambavyo wanacheza michezo ya kimataifa. Sio usijisifie kukaa na mpira. Ndio wanasema hapa matumaini ni makubwa kwa sababu Simba alionekana aliutawala mchezo, alitawala kila kitu. Ni kweli. Lakini je, kocha Fadru ataweza kubadilika kulingana na wakati, kujua ni nani wa kumpa matokeo ya haraka anapoona fulani bado mambo hayajamkalia vizuri? Kwa sababu mwisho wa siku hata hapa Benjamin Mkapa
kama kwao walikubali kulinda, kuzuia, then wakaja kwa matukio wakakufunga, ukiwa ugenini si ndio watalinda na over kulinda. Kwa hiyo maana yake wakiwa ugenini maana yake watajilinda zaidi. Kwa hiyo kwangu Simba walicheza mchezo wa kimataifa kinyume na vile ambavyo huwa wanacheza michezo ya kimataifa kikubwa. Sawa, hicho ndicho ambacho anazungumza Peter Lugendo. Inawezekana Fadu Davis alikuwa na mpango mzuri, nicheze na Ateba kwenye eneo la mwisho. Kwa sababu gani? Wale si hawana nguvu kwenye upande wa kukutana kimwili. Yes, ana uwezo kubato nao na akatengeneza nafasi. Kitu kilichokuwa kibaya kwa Ateba ni kwamba yani wewe ni striker, ni lazima ufunge, lakini kuna maeneo ambayo unatakiwa wewe Oliver Giroud. Yani sio kwamba ufunge, inatakiwa utengeneze nafasi wenzio wapate urahisi wa kufunga. Hicho kitu alikuwa anakifanya zamani sana Chris Mugalu. Kuna nyakati Mugalu alikuwa anaona amepiga shuti 3 mpaka 4, amekosa lango. Anachokifanya ni tengeneze nafasi kwa wenzangu wa score. Na ndio maana safu ya ushambuliaji ya Simba ya kipindi kile ilikuwa na Mugalu, ilikuwa na Kagere, ilikuwa na Boko, Chama yupo chini yao, sio kina Bwali wapo chini, lakini walikuwa wote wanafunga. Na Simba inaweza kumaliza msimu ina goli 75 plus. Ni kwa sababu watu walikuwa wakifikia hatua tunahitaji tupate matokeo, hata striker ana uwezo wa kutengeneza nafasi. Lakini angalia jana alipata Ateba, ametoka kukosa nafasi ya yeye na wazi, yeye na golikipa. Nafasi inayofuata ya pili amedribble mpira, ameweka mbele yake, amemgeuza mshambuliaji, yeye anatazama lango lake, wenzake wanatazama lango la mpinzani. Ni kitendo cha kusukuma pass kwa mwenzio a place goli, lakini Lionel Ateba analazimisha kugeuka aende akapiga eneo ambalo ni ngumu kwake. Hiyo tunaita uchoyo ambao haustahili, ubinafsi kwa mshambuliaji, licha ya kwamba ni tamaduni za washambuliaji. Mshambuliaji lazima awe mchoyo, lakini yes, kuna nyakati ambazo unahitajika na wewe sasa uweze kutengeneza nafasi kwa wenzio. Elie Mpanzu mimi simdai hata kidogo. Alifanya matukio yote matatu ambayo mtu anatakiwa kuyafanya ama winga anatakiwa kuyafanya. Alifanya dribbling za kutengeneza chances, alipiga cross, alishoot kutokea mbali, lakini pia alikuwa anahusika kwenye kusaidia timu kuisogeza timu ama kufanya movement za timu kutoka eneo la katikati kuja eneo la mwisho. Kibu Dennis alipata chances kibao ambazo ilitakiwa. Unajua kwenye mpira watu wanasema kwamba unapopata nafasi 2 au 3 na unazikosa, ama unapiga pasi 2 au 3 unazikosa, ama unashindwa kufikisha kwa mlengwa, always tunasema mpira siku hiyo umekukataa. Wachezaji wao wanazungumza hivyo, yani mpira umekukataa. Sasa unachotakiwa kufanya ni kufanya vitu vya msingi kwenye jambo la msingi, kutengeneza nafasi kwa wakati kwa wenzio, lakini kuhusika kwa wakati kwenye kujenga mashambulizi dhidi ya wenzio. Hicho kitu jana kwenye goal involvement inatosha. Kwa hiyo hicho kitu jana Simba ni kama walikuwa wanakikosa, walikuwa wanakimiss kwenye eneo lao la mwisho. Ila hata Kibu pia kipindi cha pili hakuepo sana mchezoni. Ila unajua kuna kitu kimoja ambacho pia tulikuwa tunakiangalia, lakini huenda walikuepo wengi sana kwenye lango lao ambao ilikuwa inahitaji akili kubwa ya kuwafunga, sio kirahisi. Kwa hiyo walichokifanya wao walisema chukueni mpira, chezeni, ila hapa ni nyumbani kwetu. Kwa hiyo sisi tutalinda nyumba yetu. Kwa hiyo ndio maana ukiangalia kuna mipira mingi ilikuwa inapigwa inaishia kwenye miguu au kwenye mwili kwenye miili ya wachezaji wa Al Masry, kwa sababu wao walikubali kucheza compact nyuma pale ili wasiwaruhusu kuingia kirahisi. Ila zilikuwepo njia za kuwafungua. Kama Mpanzu alijitahidi sana kuwafungua kutumia wings. Alijitahidi sana Mpanzu kuwafungua pembeni. Changamoto ilikuwa tu anakosa ushirikiano wa watu kukaa kwenye nafasi ambazo watapewa mipira rahisi wao kufunga. Unakuta mtu anakimbia na mpira pembeni, katikati hana watu wa kutosha. Unakuta mtu anakimbia na mpira pembeni, hana backup ya mtu wa nyuma ambaye anaweza kupiga V-pass ikamkuta mtu vizuri. Unakuta mtu anakimbia pembeni, hakuna mtu ambaye anakwenda kuwaharas mabeki kuwapotezea mipango. Unajua kuna siku hata kocha Meke kusema ni hatari sana wachezaji ambao wanakimbia bila mipira kuliko wanaokimbia na mipira. Wakati mwingine wanaokimbia bila mipira wanawachanganya mabeki. Wakati yule anakimbia na mpira, huyu anayekimbia bila mpira anamfanya yule concentrate mara mbili, kwamba azingatie yule direction ya mpira au akuzingatie wewe usije ukapewa mpira kwenye sehemu sahihi. Sasa wachezaji ambao walikuwa wanakimbia free space kumpa nafasi Mpanzu selection nzuri za kuwapi apeleke mpira kwenye lango la Al Masry walikuwa wanakosekana. Kwa
Kwa hiyo ndio maana ukiangalia, yani Mpanzu kama alikuwa na klasi yake kwenye mechi, hata ukiwapima wachezaji wote wa Simba, yani Mpanzu kama alikuwa na klasi yake inayojitegemea, alafu wengine wanacheza pamoja. Kwa sababu gani? Alikuwa anafanya vitu ambavyo hakuna ambaye anaendana na ile kasi, na anakuwa accurate kwenye kuhakikisha anakaa sehemu sahihi. Unajua unapokuwa na mpira ukiwa na option moja tu, yani au mbili tu, ni ngumu kutengeneza nafasi nzuri, kumtengenezea mtu nafasi nzuri kuliko kukiwa kuna watu wawili, watatu, wanne, inakutengenezea room. Ukizingatia, ukirudisha kwa nyuma kama vipas ndefu, yani nje ya box, unakuta wao tayari kwenye mbele ya box kuna ukuta wachezaji wengi. Ndio maana mpira mingi ambayo inarudishwa kama vipas nyuma nje ya box, ilikuwa najikuta wakipiga na gonga kwenye miguu ya watu, kwenye vifua, kwenye tumbo, yani haina maana sana. Iliyopenya vizuri kaenda kwa uhakika ndio ile ambayo alipiga Mpanzu ikadunda, ambayo ilitaka kama ile ambayo alifungwa Kamara, ile ambayo ya goli la kwanza. Mpira ulikuwa unakuja ukadunda karibu yake ukaingia kambani. Alipiga hiyo Mpanzu moja akafanikiwa ikadunda mbele ya kipa, lakini sivyo bahati au bahati njema kwa upande wa Al-Masry, kipa direction aliyoenda ndio direction ya mpira ulipokuwa unakwenda, ukamgonga kifuani. Kwa hiyo tutazungumza yote, ila kocha lazima afanyie kazi namna ya kutengeneza numerical advantage kwenye lango la mpinzani, lakini pia kuhakikisha ya kwamba wanasema kuwafungua Kibu kama atakuwa vizuri, kuwa press vizuri akiwa hapa. Inawezekana. Mimi jana kipindi cha pili akunipa kile ambacho najua Kibu anakitoa. Na alikuwa anakana mipira muda mwingine kwa muda mrefu, anajikuta anazunguka, anashindwa kuwa na impact kwa sababu Kibu ana nguvu ambayo hata Ateba anayo. Kwa hiyo Kibu anaweza kuwasaidia hicho, akapress vya kutosha. Lakini Mpanzu ana akili na ana nguvu pia. Anaweza kuwapress vya kutosha, kuwasababisha watanuke pembeni, kisha wakina wasicheze nje ya boksi sana, waingie ndani, na atakayecheza striking kama atakuwa ni Ateba tena atajirudia au ataanza Mukwala, wasicheze nje ya boksi, kwa sababu hawa wawili wana uwezo wa kukimbia kwenye wings zote na kukupa cross wewe. Bado wana Kapombe kama backup, bado wana Mohamed Hussein kama backup kwenye wings. Kwa hiyo wachezaji waepuke kucheza sana nje ya zone ya ile box, kwa sababu inapunguza option za kuwa press, kwa sababu wakati mwingine ukiwa umewapress pale katikati, hata akigonga kichwa ukaangukia nje ya box, inatengeneza room ya viungo ambao walikuwa wanakuja kufanya backup ya mashambulizi kupiga. Unakumbuka ilikuwa ni dabi hivi, ilikuwa katika mtindo huo, ilipigwa cross, goli alifunga, ilikuwa kusawazisha, alipiga Mkude, ilipigwa walikuwa wako ndani wengi, ikapigwa, ikaguswa, ikarudi nje. Ilipokutwa nje, viungo ambao walikuwa kufanya backup akakutana nayo, akasindilia kambani. Hata pia Mzizi alishakufunga goli namna hiyo, imewekwa ikarudi, akakutana nayo akaweka. Hata goli ambayo jana ikataliwa kwenye mechi ya Yanga ilikuwa namna hiyo, watu wako imeletwa ndani, akaitoa kwa nje, mtu akasindilia, japo likataliwa lakini ikawa kamba. Ndivyo ambavyo Simba pia watakuwa wahakikishe wanapokuwa hawa wachezaji wa pembeni wamekuja kusupport kwa nguvu, wachezaji wanaoingia kati pia wawepo kuweza kuharass timu ya Al-Masry. Sawa, pesa ipo kutoka kwa Mshua.